Na huku serikali ikisalia kimya kuhusu hatma ya baadhi ya wanafunzi wa gredi ya 10, familia moja imeshindwa kumpeleka mwana wao shuleni licha ya wenzao kuanza masomo mwezi mmoja sasa. Familia hiyo kutoka eneo la Dandora hapa Nairobi imeshindwa hata kumpeleka mwana wao katika shule ya kutwa. Safina Achieng' Ouma anaarifu. Ni katika mtaa wa Dandora jijini Nairobi, Quincy Achieng' anadurusu vitabu vyake vya gredi ya 9 akijaribu kukata kiu yake ya kuendelea na masomo. Anatarajiwa kujiunga na gredi ya 10 na hadi sasa gharama imemlemea nyanyake licha ya kuwa aliitwa shule ya kutwa ambayo kulingana na serikali hailipiwi karo na ni ya mahitaji ya gharama ya chini. Nasikia hivyo kumpeleka bila nguo za nyumbani, wale alienda walifukuzwa, walirudishwa. Watu wa shule wanasema juu kitu kama hiyo. Wataki hata kujua au wanataka walipe school structure na wamepatia full uniform pia wanapatia wanunue mali yao ndio wanataka na mimi sina. Niliana wakaniambia niende nilipe ndio nipeleke mtoto niende nione na watoto, nipeleke mtoto. Quincy na nduguze watatu waliachwa na mama mzazi na wanategemea nyanya yao ambaye kutokana na hali yake ya kiafya hawezi kupata kazi ya kujimudu. Kazi ninayopata kwa siku ni 100 ama 50 ama hata nipate baada ya siku 3. Ningekiwa mingi sana ni 200 na nipate hata baada ya siku 3. Watoto wakichukuliwa wasome tu. Na mimi hata nipate kibarua hata ya kuosha nimezanga kulipa ile nyumba naishi. Changamoto yangu ni nyumba. Ndio shida ni kwa kila nyumba naenda kuishi na fukuzwa. Hapa nimeshaogopa juu. Hii mwezi kisha ninatolewa nje. Juu watu wananiweka nipa nyumba miezi 2 na wakaniacha. Kwa sasa familia hiyo iko kwenye njia panda ikiomba wahisani wajitokeze kuwasaidia. Kuna wa grade 3 wawili, niko na grade 2 mmoja, niko na grade 1 na niko na PP2. Huyo mlemavu sasa ndiye ameanza shule yako, ameenda shule maisha yake yote. Sasa ndiye ameingia PP2 lakini akona 12 years. Mkiti na numa sana ni huyu grade 10 aende shule. Sasa mimi nilikuwa naomba kama mtoto anaweza tusaidie mimi nisome, watoto wetu pia wasome, shushu yangu akae vizuri na smartini asante juu. Shushu yangu anapitia shida hadi saa zingine nasemaje? Ningekuwa hadi na 18 years ningeweza fanya kazi ama hata sasa nikipata kazi naweza fanya. Ndio shushu yangu kwa hii maisha. Haya yanajiri huku serikali ikishikilia kuwa 98% ya wanafunzi wa gredi ya 10 wameripoti shuleni, kimya kuhusu hatma ya waliosalia ikizidi. Safina Achieng' Ouma, runinga ya Citizen.